ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamfanya aishi maisha mazuri, razaqahu Allahu alqanaa, Allah atamjalia awe ni mwenye kutosheka. Fakana qani'an bima yahsulu min khair, atakuwa ni mwenye kutosheka kwa yale ambayo anayoyapata katika khairi, yale ambayo anayoyapata katika mazuri, atakuwa ni mwenye kutosheka. Warazaqahu Allahu azza wa jalla tumaaninatan nafsi, na Allah atamruzuku utulivu wa nafsi, na pia vile vile furaha itazagaa kwenye nyumba yake. Wa as'ada man haulahu, na pia kutokana na ile furaha atakayokuwa nayo itakuwa ni sababu pia yeye pia kuwafurahisha wale ambao karibu yake, kwa sababu utakapokuwa uko mwema, utakapokuwa uko mtu mzuri, unamwabudu Allah, uko karibu na Allah, bila ya shaka ule ucha Mungu wako utakusukuma pia kuishi na watu vizuri. Kama ni watoto wako utaishi nao vizuri, familia yako utaishi nayo vizuri. Kwa hiyo hii itapelekea hata kuwafurahisha pia vile vile wale ambao wanaokuzunguka. Utakapokuwa mwema, bila ya shaka wale ambao ni wema mfano wako watauona wema wako na wataufurahia wema wako. Hakuna mtu ambaye anapendwaga na wote, haiwezekani. Hata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, Allah alimsifu ndani ya Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin adhim, na wewe Muhammadi una tabia zilizokuwa njema, tabia za level ya juu kabisa. Lakini alipendwa na wote. Kuna wale ambao walimuita mchawi, kuna wale ambao walimuita majnun, walimuita mwenda wazimu, walimpa sifa mbaya, na Mtume kutokana na ule wema wake aliokuwa nao anasikitika kuona namna wanavyomshutumu kwa mabaya, wanavyomtukana. Hakuna miongoni mwa mambo mazito kwa mwanadamu ni pale ambapo atakapokuwa mwema kwa watu, lakini watu wakamrejeshea mabaya. Haya ni miongoni mwa mambo mazito kwa mwanadamu. Hakuna mwanadamu ambaye anapendwaga na wote, haiwezekani. Lakini utakapokuwa mwema utapendwa na wema wenzi wako. Utakapokuwa mtu mzuri, wale ambao ni wanakufanana wewe watakupenda, lakini watu wabaya watakuchukia. Na ndiyo maana ridhan nasi ghayatun la tudrak, kuwaridhisha watu wote ni lengo lisilotimia, hauwezi ukalifikia hilo jambo. Wewe kama unajijua ni mwema, wema mfano wako wakikuridhia inatosha. Usitafuti upendwe mpaka na watu wabaya. Kitendo cha wewe kutafuta kupendwa mpaka upendwe na watu wabaya, matokeo yake utajikuta na wewe umekuwa mbaya, kwa sababu si unatafuta kuwaridhisha. Kwa sababu miongoni mwa mambo ambayo yanayowafurahisha watu wabaya ni pale ambapo watakuona wewe mwema umekuwa mbaya mfano wao. Kwa hiyo ukitaka kuwaridhisha watu wabaya ni lazima uwe mbaya mfano wao. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye atakayependwa na watu wote. Usitafute kupendwa na watu wote. Wema wakikupenda, wema ambao wanaokufanana na wewe wakikupenda inatosha. Hao watu wabaya wakuchukie kwa ukweli wako, wakuchukie kwa wema wako, wakuchukie kwa kusimama kwako kwenye haki, hiyo haina shida wala haiathiri chochote. Wewe endelea kusimama pale ambapo Allah ametaka usimame.